Jinsi ya kulijenga paa la kujificha kwa kiwango cha kimataifa. Na maanisha paa au nyumba za hidden roof, wengine wanaita contemporary na wengine wamefika mbali zaidi wanaita mjengo wa shell. Nyumba zenye paa la kujificha, yaani hidden roof, zimejizolea umaarufu mkubwa nchini Tanzania kutokana na muonekano wake wa kisasa, nikimaanisha modern, kifahari na wa kuvutia. Katika aina ya ujenzi, paa halionekani moja kwa moja kutoka nje kwa sababu limefichwa na ukuta wa juu unaojulikana kama parapet wall. Hata hivyo, ili nyumba ya aina hii iwe imara, salama na idumu kwa muda mrefu bila matatizo ya kuvuja, ni lazima uzingatie kanuni hizi muhimu za kitaalamu wakati wa ujenzi. Jambo la kwanza, hakikisha mteremko wa paa, roof slope, upo sahihi. Ingawa kwa nje nyumba inaonekana kuwa na paa la bapa, yani flat, ukweli ni kwamba paa lazima liwe na mteremko, kimaanisha slope. Kanuni: hakikisha paa lina mteremko wa kati ya nyuzi 3 hadi 10. Hii hutegemeana na ukubwa wa nyumba. Mteremko utategemeana na ukubwa wa nyumba. Mteremko huu ni muhimu ili kuruhusu maji ya mvua kutiririka kwa kasi na kuzuia yasituame juu ya paa, jambo ambalo linaweza kusababisha kutu au kuvuja endapo maji yatatuama juu ya paa. 2. Weka mfumo bora na madhubuti wa kusafirisha maji, nikimaanisha drainage system. Changamoto kubwa ya paa za kuficha ni usimamizi wa maji ya mvua. Bila mfumo mzuri wa maji, yanaweza kusababisha madhara makubwa kwenye kuta na dari. Mfumo huu unapaswa kuhusisha roof outlets, matundu ya kutosha ya kukusanyia maji juu ya paa ili yaweze kushushwa. PVC down pipe, mabomba ya kushusha maji yaliyofichwa vizuri ndani ya ukuta au sehemu maalum. Emergency overflow outlet, njia za dharura za kutolea maji endapo mifereji mikuu itaziba. 3. Waterproofing ni hatua muhimu sana isiyoweza kusahaulika. Kwa sababu paa hili limejificha, uvujaji mdogo unaweza usionekane mapema na kusababisha uharibifu mkubwa wa ndani. Ni lazima kutumia vifaa bora vya kuzuia maji kupenya. Waterproofing kwenye slab au paa la bati, tumia waterproof membrane au bitumen coating kupaka lami maalum. Tumia liquid protector ili kuhakikisha slabu inalindwa kikamilifu dhidi ya unyevu na maji ya mvua. 4. Jenga ukuta wa parapet kwa usahihi wa kitaalamu. Ukuta unaoficha paa unapaswa kujengwa kwa umakini mkubwa ili kuzuia maji kupenya. Hakikisha ukuta huu una coping, kile cha juu, kile kifuniko, kwa lugha nyepesi sema kifuniko cha juu ya ukuta ili kuzuia maji kuingia ndani ya matofali. Waterproofing plasta maalum isiyopitisha maji kwenye ukuta mzima wa parapet. Drip edge na web holes, njia za kuteleza maji yachilizike mbali na ukuta. Njia za kuelekeza maji yachilizike mbali na ukuta. 5. Zingatia urefu sahihi wa ukuta wa parapet. Urefu wa ukuta huu una athari kwenye muonekano na gharama. Mapendeleo ya urefu ni kati ya sentimita 80 hadi 120 juu ya paa unatosha. Ikiwa ukuta ni mfupi sana, paa linaweza kuonekana, na ukiweka mrefu sana utaongeza gharama zisizo na ulazima na za ujenzi. 6. Usijenge paa la kuficha bila ushauri wa kimuundo, bila mshauri wa kitaalamu wa structure engineering. Ni muhimu kumhusisha mhandisi wa majengo, ikimaanisha structure engineer, katika hatua ya kupanga slabu, ring beam na mzigo wa parapet wall.
Mhandisi atahakikisha kuwa jengo lina uwezo wa kubeba uzito wa mfumo huo wa paa kwa usalama. Mhandisi inamaanisha engineer. Neno engineer la Kiingereza, neno mhandisi ni la Kiswahili. 7. Weka njia ya kufikia paa. Roof access kwa matengenezo. Kunapokuwa kuna shida yote, lazima kuwe kuna sehemu ya kuweza kupita. Paa hili linahitaji usafi na matengenezo ya mara kwa mara. Ni vizuri kupanga njia rasmi ya kufika huko. Access hatch, mlango mdogo wa dari. Pia unaweza kuweka ngazi ya nje, ngazi iliyofichwa vizuri kwa ajili ya kupandia juu. Hii itasaidia wakati wa kusafisha mifereji ya maji au kufanya matengenezo yoyote. Hitimisho. Nyumba za paa la kujificha zina muonekano mzuri na wa kisasa, lakini zinahitaji ufundi wa hali ya juu, hasa kwenye mifumo ya drainage na waterproofing. Ili kuhakikisha nyumba yako inadumu bila matatizo, hakikisha unatumia mafundi wataalamu na vifaa bora. Mjenzi wa Nyumba TZ, sisi ndio suluhisho. Tunatoa huduma za kitaalamu kwa uaminifu na viwango vya juu vya kimataifa. Huduma hizo tunazozitoa ni uchoraji wa ramani za kisasa pamoja na hidden roof design, ujenzi kamili kuanzia msingi hadi kukabidhi funguo, ufungaji wa mifumo ya maji, drainage na waterproofing kwa paa aina zote, finishing za kitaalamu, plaster, skimming, rangi na tiles, gypsum board na urembo wa ndani, ikimaanisha interior design. Wasiliana nasi leo, tupo Dar es Salaam, tunafanya kazi nchi nzima kwa uaminifu na weledi. Unaweza kunitumia ujumbe mfupi nikimaanisha SMS au kunipigia simu ya kawaida ya mkononi ambao namba yake ni 07 12 93 70 90. Pia kuna njia nyingine ya WhatsApp na Telegram ambao namba yake ni 07 65 93 70 90. Kama hujaona vizuri, zitazama hizo namba zinazopita hapo chini ya video yako. Kwa Instagram, YouTube na mitandao mingine yote tunatumia jina moja tu la Mjenzi wa Nyumba TZ. Tembelea huko ukapate elimu zaidi. Nyumba bora hujengwa na fundi bora. Asante sana kunisikiliza na karibu tena kwa elimu zaidi na zaidi. Shukrani.